Na tulipooana, kitu moja ambacho ninashukuru Mungu kwa sababu nilimuuliza Mungu anipatie mke ambao hata support kile ambacho nilikuwa nafanya. Mimi nilikuwa niko na wito, lakini nilikuwa nakataa. Sababu mimi niko kazini, kazi ya pesa nzuri, nimesoma electronics, na electronics katika armed forces ndio the highly paid department na allowances. So nilikuwa niko nazo. Na nikawa nang'ang'ana na Mungu kwa wito, lakini Mungu akaniweza, nikaingia kwa wito. So nikawa niko pale. Mama akihubiri, mimi ndio ninashika watoto. Shika watoto. Sasa naona watu watanashikia Mungu hata nikokaliwa ama nini. Lakini hakuna siku hata moja mke wangu amewahi take advantage kwa huo. Maandiko yanasema nyenyekeaneni. Lakini wengi wa wanawake wanateka advantage. Nataka kukuhimiza mwanamke wewe ambao uko hapa. Na hii uelewe, mume wako awe ameokoka, hakuokoka. Mume wako anaweza kufanya jambo kwa sababu ya upendo kwako. Akaosha vyombo kwa sababu tu amesikia ajitume kuosha vyombo. Akafagia nyumba, akatandika hata kitanda, akawaletea chakula, akasafu kwa meza. Never ever take advantage of that. Kama mume wako anafanya hayo, shukuru Mungu, but never, nakusaidia, never take advantage of that. Kwa maana mume hajaumbwa hivyo. Mume wa kweli awe anaokoka, hakuokoka, you are supposed to treat him as Lord. Na ukitaka mfano mzuri, nitakusomea a few characters za mwanamke mwema. Angalia vile Sara alivyokuwa na imani. Na nimeangalia wababa wetu wa imani, wote waliishi maisha marefu, wakazika wake zao. Hebu enda ukafanye study yako vizuri. Ibrahim alizika wake wake. Isaac alizika wake wake. Jacob wababa wa imani. Why are we dying now? Because the woman is not taking her responsibility. Now, mwanamke mwema. Proverbs chapter 14 verse 1. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali yeye aliye mpumbavu hubomoa na mikono yake mwenyewe. Methali 14 mstari wa kwanza. Mke mwema mke mwenye hekima anajenga nyumba na mikono yake mwenyewe. Wewe waenda ukiambia watu uchi wa mume wako, uchi wa yale ambao unayapitia, wewe ni mjinga, ni mpumbavu. Yeye hajakuambia yake. Na kuna wake ambao wanaweza kukuambia, kumbe anafanya kama sungura, ndio wewe uanze kuropoka, na yeye anakufanyia mazoezi wewe. Ashajua huyu ni mjinga. Hata kuongelesha tu uanze kuropoka. Nikafanywa hivi, nafanywa hivi. Alafu yeye unampatia taarifa aende kuisema kule. Wewe ndio mjinga, wewe ndio mpumbavu. Mwanamke ambaye anajielewa kila wakati anajaribu kufunika, unafunika. Usiongee, usiambie watu, hata usiambie mama mkwe, usiambie baba. Unajua tunajikoroga. Umekosana kidogo, umekimbia kwenu, umeeleza siri zote, wamdhalilisha mume wako. Sasa anakuwa hana heshima kabisa. Sasa na hakuna kitu kinamtatiza mwanaume kama kuona hana heshima. Mwanaume akiona haumheshimu, hata nguvu za kuenda kutafuta hakuna. Na nakwambia ule ukweli. Amen. Nakwambia ule ukweli. Kile usukuma mwanaume kwenda kufanya kazi kwa nguvu zake zote ni kwa sababu ako na majukumu. Na anakuwa appreciated. Anaweza kuwa amerudi bila kitu.
Kwa maana sisi siku zote ziko sawa. Lakini je, akija nyumbani unampokeaje? Mweza kuwa hamuna kitu, lakini hata maji ya kunywa hakuna. Patie tu karibu mume wangu, karibu maji ya kunywa, najua uko na kiu. Tayari hiyo. Wachana hata mambo ya chai, unaweza kumpikia chai, lakini karibu mwanangu, karibu glasi ya maji. Hata unamshukuru yeye, asante. Umempatia maji na ukampa asante. Unajua wewe, mwambie mtu wewe. Mwambie wewe. Si ati na kupoint, ni kidole inajinyorosha. Hakuna kitu uweza mwanaume, and I can use those words. Hakuna kitu uweza mwanaume. One, kuwa appreciated. Pili, unyenyekevu. Kila mwanza kabisa. Wakati Mungu alimuumba Adamu na akamwambia msaidizi, ni kumaanisha nini? Msaidizi ndio ako na uwezo wa kufanya yale yote. Amen. Angalia mahali popote ambapo kuna msaidizi ama deputy, yeye ndio anafanya majukumu yote. Huyu mkubwa kazi yake ni stamp authority. Hakuna mahali ndo akasoma kwa Biblia, hakuna mahali mwanaume ameambiwa anajenga nyumba. Hakuna. Ni mwanamke. Nitakuonyesha tabia ya mwanamke. Nitakuhesabia tu tabia chache. So, nimekuambia hii itakusaidia. Kama utaandika hii statement, never take advantage of the humility of your husband. Usiwahi kuteka advantage, sijui kwa Kiswahili niwekeje, ya unyenyekevu wa mume wako. Utakuwa umejikosea. Mimi nimekuambia miaka mingi, si mwaka mmoja, wale wanaonijua tangu tuwale na mke wangu, na si kitu nimeanza juzi, hata saa hii naweza pika, naenda shambani, nafanya kazi, nafagia nyumba. Lakini hakuna wakati wowote amewahi kudemand those services kutoka. A man will do that at his own volition, but that is not what he's supposed to do. Kulingana na maandiko. Na mara nyingi ninaisema hii kwa uzito kwa sababu I've been observing mara nyingi wale wake wanaenda sana mikutano, ndio nyumba zao mbovu. Sijui wanafundishwa vitu gani. Na ndio kusudi leo, hata ingawa sikuwa nifundishe, lakini mama nashukuru amenipatia dakika 5 na nitazitumia na itakusaidia. Amen. Mkutano, ukitoka kwa mkutano usiwe kama vile mikutano ya wamama wakitoka. Inakuwa. Sijui wanafundishana vitu gani. Mpaka hata wanaume wengi wameanza kupataza wake zao kwenda kwa mikutano. Sijui wanafundishana vitu gani. Na nimeanza kuelewa ya kwamba sasa mama akienda mahali nitakuwa naenda naye. Bwana asifiwe. Sasa sikia, nyumba ziko kadhaa kabla sijakupatia characters. Anajenga nyumba yake na mikono. Kabla tujaoana, sikia hii ni kuambia, sasa ni ushuhuda kidogo. Kabla tujaoana, na ndio nilijua hapa nimepata mke. Kabla tujaoana. Ile siku ambao ni siku ya introduction, okay, alikuja kwetu, akajulikana na akarudi kwao. Sasa ikawa kuna ile siku ambao ni wazazi wetu wapeleke kitu kadogo. Siku na kale kadogo mnapeleka sijui na kabila zingine mbuzi 5, wengine mbuzi 3, hivyo. Sasa unajua vile mnaita kikweli, si ndio? Sasa hiyo kwa wengine wanaita kifungua mlango, ni hivyo. Sawa. Sasa hiyo siku mimi hata sikuenda. Sasa nimekwambia nilikuwa askari. Nilinyimwa ruhusa. Tuko pamoja. Na hiyo ni siku ya muhimu sana. Kuna wale ndugu, cousins, maango, kwa sababu msichana wao anaolewa, wakasema wanataka pombe. Yeye akiwa mrefu hivi, njoo hapa. Njoo hapa nikuonyeshe mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba yake. Hapo ndio nilijua na ndio naona mimi naweza
ngosha tu. Lakini si yeye akademand. Akiwa mrefu hivi vile unaomuona. Na kwetu kuna watu warefu pia. Na kwao pia kuna watu wakubwa. Alipoambiwa mambo ya Paul, alisema labda iwe nyinyi ndio mnaolewa, hakuta kuolewa akiwa mrefu hivyo. Na haikupikwa, na haikupikwa. How we together lakini? Asante. Leo hii wewe, mke wewe, mwanamke wewe, mume wako hajapeleka mahari, hajapeleka kitu, na si ati namtetea. Wewe ndio wapeleka mdomo, alete. Sasa wewe ni ujinga ama ni hekima uko naye? Kwa nini huyo mtu uko naye kwake? Kwa nini wewe? Sasa wewe hajapata kitu. Hiyo miaka si mungekuwa mmepeleka. Ngoja. Wangapi hapa hawajalipiwa mahari? Inua mkono juu. Wangapi hawajalipiwa? Je, tutaiombea na mtapata neno. Wangapi hawajalipiwa? Inua mkono. Wangapi wamelipa yote? Wamelipiwa yote? Si unaona ni watu 3. Are we together? Wewe leo hii bwanako umempatia stress mpaka unamkazia. Shindo mfululizo. Wewe ni nani amefanya asiweze kupatia hiyo mahari? Hata si ni wewe. Kwa maana wapi hata umuombei, umpatie amani. Na hakuna pia kitu kinamkoroga mwanaume kama ana amani. Akili hawezi fanya kazi vizuri. Na wacha nikwambie ule ukweli wa Mungu. Scientifically proven. Wale wamefanya utafiti wanajua akili ya mwanaume ni ndogo. Haiwezi kubeba mambo mengi. Akili ya mwanamke ndio kubwa. Wacha niongee nao. Nasema hivi, akili ya mwanaume huwa ni ndogo. Ni rahisi mwanaume kuwa stress kuliko mwanamke. Mwanaume hawezi kufikiria mambo mengi kwa wakati mmoja. Wewe leo hii unamlazimisha, lazima ulipe mahari, lazima ulipe, alipe. Halo, ameleta. Ameleta, atakuwa ametoa wapi kama si wewe umsaidie? Wachana. Nasema hivi, atakuwa hiyo mahari ametoa wapi kama si wewe umsaidie? Atakuwa ametoa wapi? Na mko pamoja. Na vile ninavyojua, ukitaka kutengeneza uhusiano mpaka uende mpaka kwa wakwe, funika mume wako, jaribu kumfunika mume wako. Yeremia anasema Mungu anaomba jambo jema, mwanamke atamtunza mume wake. Wako wapi wala wanawake wanatunza waume zao? Wewe mwanamume ametoka ameenda kutafuta, nimejua wewe. Sasa yani hata pano mshahara unapeleka wapi? Pelekea wale wanawake wako. Na unatarajia rudi tena jioni. Wewe tayari wamlaani. Akikutana na wanawake si wewe umembariki hao wanawake. Mdomo wako wewe ndio mbovu. Siongei na wewe, naongea na yule yuko pale. Unaona sasa? Hakikisha mume wako akitoka, atoke kwako na maneno mazuri. Hata kama hakuna chakula, kuna vitu tunaviingiza ambavyo havifai kabisa. Na ndio umesikia mama anasema wengi wetu wanawake ni kama tunawauzia waume zetu services. Hata nifanyie hivi nitakufanyia hivi. Ushindo mfululizo wewe. Mwanamke wewe. Si wewe, ni mwanamke wewe. Ushindo mfululizo. Ujielewi? Hata kama ufanye hivi sifanyi hivi. Mbona ukai kwenu? Mbona huko bakia kwenu ndio ufanyiwe na watoto wako? Kwa nini ulikuja hapa? Kwa sababu ni mpango wa Mungu uwe hapa. Na ni wewe umsaidie ndio muweze kumjengea Mungu kizazi kitakacho kutukuza miaka. Bwana asifiwe. Amen. So, nyumba zile ambazo mwanamke anapaswa kujenga ni hiyo nyumba ambao ni hiyo boma. Ni huyo mume ambao Mungu amekupatia, hiyo ni nyumba. Ni hiyo familia ambao Mungu amekupatia, hiyo ni nyumba. Na wewe mwenyewe ni nyumba.
na kanisa pia ni nyumba. Kwa maana ukiangalia Yesu Kristo, Yesu huduma yake haikufanikishwa na wanafunzi wake, ilifanikishwa na wanawake. Wanawake ndio walikuwa na sponsor huduma ya Yesu. Akina Paulo huduma yao ilikuwa sponsored na wanawake. Leo hii wewe hata sadaka utoi kanisani, watarajia nini? Huwezi pata neema ya fedha kwa huduma yako because you are not serving God with your substance. Mbona nimeenda huko mbali sana? Now, so kama wewe umejikuta kwa ndoa, hii jambo litakusaidia. Hatuko kwa ndoa ili tushindane. Hiyo itakusaidia. Na itakusaidia uambie wasichana wako. Leo hii kuna mahali tumepita, and I'm sorry, hiyo nitaitaja hapa. Mtu ninamjua kabisa, alipatwa na kitu ambacho kikamfanya asiweze kuishi yale. Elewa tuko katika hii dunia. Leo hii kitu kinaweza kunitendekea ama kikatendekea mke. Je, utaweza kumtunza vile ulikuwa unamtunza kama hiyo kitu kitatendeka? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huu mdomo kitu ikatendeka ukaja hapa. Huyo mtu utamhudumia vile ulikuwa unamhudumia? Nasema hivi, kitu kikatendeka ukakuta huyu mkuku unakaa hivi. Utakuwa unamhudumia vile ulikuwa unamhudumia? Unaona huyo amesikitika. Na muuliza hivi, siku moja ukaamuka, ukakuta huyu mkono uko hivi. Utamhudumia vile ulikuwa unamhudumia wewe? Wana hata wamenisikitisha. Mimi utaongea na kina nani? Mbona unajifanya sana? Mbona unajifanya wewe? Mwanamke, wacha kujifanya. Mungu amekupatia majukumu mengi sana. Adam, ukisoma hapa, angalia Adam, Genesis chapter 3 verse 20. Hii neno mama kama muitaki muupeane. Genesis chapter 3 verse 20. Adamu, maneno ya kwanza baada ya kusema huu ni mfupa wa mfupa wangu. Ukisoma sura ya 3 anasema hivi. Wacha hata nisome hayo maandiko. Alafu sasa ndio nimetumia dakika 2 nimebakia dakika. Genesis chapter 3 verse 20. Tuambiane ukweli. Yohana sura ya 3. Iandike tu mahali alafu utasoma hiyo. Sura ya 3 mstari wa 20. Si ndio? Nanyi mtajua ukweli na huo ukweli utaweka huru. Haya, Genesis, angalia maneno ya Adam. Genesis chapter 3 verse 20. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Wewe ni mama mkwe wako wewe. Hujawaiona mama miaka 100 anakuja na kuita mama? Hujawahi sikia wewe? Hujawahi sikia? Na mimi wacha nikwambie ukweli, mtu mwingine akaniambia wewe mtumishi, sijui mambo yako. Kwa sababu aliona nilimwambia mimi namuita mke wangu mama. Hata watoto wangu wote namuita mama. Sasa Mungu ni mama yetu. Mimi mbona mimi mwanishangaza. Adamu mwenyewe alisema ataitwa Hawa kwa maana ni mama wa wote walio hai. Wewe ni mama ya mamako mkwe. Kivipi? Wapaswa umhudumie. Na heshima yako unavyomhudumia kama mama, watakuheshimu. Hata kama wanaroga. Unajua ni mama mke ni mrogi. Mama mke ni mzuri, asante. Na unajua ni mrogi. Haya, kunywa chai. Sasa tualeta vita ambavyo hakuna. Wewe ni mama eti.
Chukua hiyo kabisa kwa uzito ambao Adamu alinena. Wewe ni mama, kanisani kwa mama. Na kama vile umesikia mama akisema, usikubali mtoto wa mwenzako aharibike kama unaona ama kama unajua. Hakikisha mshauri umemwambia neno. Kama mama, kile chochote unachoweza kufanya. Kama ni kama uko na tunguo 2 3, unaona mtoto amerarukiwa, kama mama mpatie, umvike uchi wake. Bwana asifiwe. Chukua wajibu wako kama mama, hata kama uko katika umri mdogo. Bwana asifiwe. So, nimesema hatuko kwa ndoa kushindana, lakini kukamilisha kile ambacho Mungu alituunganishia. Jambo jingine ni kwamba wewe mama, muulize Mungu akupatie kitu kinachoitwa neema. Kwa maana hayo majukumu amekupatia ni mengi sana. Wengi wetu tumeshikilia hii ya kwamba mume ati yeye ndio ako supposed kuleta. Uongo. Ukienda usome Methali 31 kuanzia mstari wa 10 hadi wa 31, utashangaa. Hapo ndio kuna tabia za mwanamke mwema. Mwanamke mwema. Now, katika ndoa unaweza kuandika hivi: in marriage the woman is to emulate. Katika ndoa mwanamke anapaswa kuiga tabia ya Sara. Petero wa kwanza. Katika ndoa kila mwanamke anapaswa kuiga tabia ya Sara. Petero wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1. Katika ndoa kila mwanamke anapaswa kuiga tabia ya Sara. Kadhalika inasema hivi huu mstari: kadhalika nanyi nyinyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo ile neno. Petero, utarudia, usiulize mwenzako. Petero wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Mstari wa 2 sasa: wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Unaona sasa? Mstari wa 3: kuchipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Wanawake wapo ama wameenda? Akina nani ujipamba? Akina nani wako hizi? Akina nani wako hizi? Wanaume hata hivi nimevaa sana. Hata hii nikaweka chini bado niko sana, hata katoa hivi katupa niko sawa. Hakuna mtu ananiuliza. Hata kama t-shirt unakuta niko sawa. Lakini wanawake alafu anaweka. Hakuna makosa, iko sawa. Huko kujipamba ni vizuri. Lakini wacha kujipamba kwako zaidi kuwe kwa mtu wa ndani. Kuwe kwa mtu wa ndani. Na by the way, huyu mama ambaye tunapewa mfano wake Sara, Biblia inasema alikuwa ni mrembo. She was beautiful. Wewe wacha vile ambavyo hata sijui ukiona bwanako. Alikuwa anasimamishwa basi, na alikuwa hata kuna wakati aliponea inabidi Ibrahimu adanganya aseme huyu dada aponyeshe maisha kwa sababu alikuwa beautiful. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Wacha niulize wapi. Mwanamke yupi ameambiwa na ameolewa ile mkono juu? Nani ameambiwa ina mkono juu? Ina mkono. Kuna kitu. Unaona, inua mkono. Basi weka mkono. Wangapi hawaje afanywe? Basi ni wewe. Waishi dunia yako. Ukweli ni kwamba hata huo umeolewa, watu watakutamani. Na hivyo hivyo kama wewe watamaniwa, nikuulize na nikuulize tena.
mwenzako katika ndoa atamaniwi? Alafu sasa mbona uko na bifu sana? Na bifu sana. We. Mwambie we. Yesu akupenda. Tuko katika hii dunia. Na si mwanaume peke yake atatamani, hata wanawake wanatamani. Lakini sasa angalia hapa, kujipamba kwako kuwe sana kwa mtu wa ndani. So that hata ukifanyiwa ujijinsi ya kujibu. Si tuko pamoja? Na ujiheshimu ukijua kwamba mwili wako ni nini? Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mstari wa 5 ni Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi hapo mbele. Tuweka tu dashi mahali nitakwambia utaji hapo. Maana vivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Mstari wa 6. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake, mfanyayo mema wala amukutishwa kwa hofu yoyote. Are you getting what I'm saying? Yaani uite mume wako Bwana. Na si hapa mdomo. Hiyo wanamaanisha. Kuna wanawake wengi leo hii katika ndoa. Mimi nataka kwenda kusalimiana kwetu. Haya, jipange. Jipange, waambie mume wako. Na imagine ataenda anakaa anarudi tena. Wewe. Ujielewi kabisa, ujielewi wewe, ujielewi. Kuna kitu kinaitwa neema ambao Mungu ameweka kwa mume wako. Hata kama hafanani kama ako na hiyo neema. Kwa maana yeye ndiye alisema mume ni kichwa. Kwa nini haumuheshimu? Kwa sababu amewekwa kwa kichwa na Mungu. Ni Mungu ameweka eti si wewe. Hapana. Kama umekubali, kwani unyenyekevu kwa kizungu humility. Ukisema uko humble unamaanisha umekubali kujiweka chini. That is what humility means. Wewe uko tayari kujiweka chini ya mume wako. Ama sasa mko equal. Wakati wanawake walienda Beijing kule Uchina, walikuja wakiwa tofauti. Na hiyo ndio wakasema whatever a man can do, a woman can do even better. Sawa, haina shida, sikatani na hiyo. But mpango wa Mungu ni wewe uwe chini. Na kuwa chini haimaanishi you cannot do things that the husband can do. You can do. Si tunaona wanawake hata wanajenga magorofa, hata wanainua mablocks. Lakini sasa hiyo haijampatia kwa ndio kichwa. Wengine hata ndio wanaleta chakula, haijakupatia kwa kichwa. There is a grace, na ukiheshimu hiyo kwa sababu ni protocol ya Mungu, hata utafanikiwa kabisa, utafanikiwa. Bwana asifiwe. Tumejikata wenyewe kwa kiburi. Na hiyo ni roho ya Jezebel, na ni lazima tuimalize leo, si kesho. Amen. Hiyo roho ni roho ya Jezebel. Hata unakuta bwanake ako na manabii 400 wa kulipwa. Yeye mume wake alikuwa ni mkali kwanza. Si ndio? Kuna manabii 400. Jezebel wako na 450 mkali wao. Alafu imagine anamwambia mume wake ati ni yako jamaa kanakutatiza. Unaona na ushipe, nitakuonyesha vile tutafanya. Akaorganize watu wakauawa. Alafu hiyo mali walioipata walifurahia. Hakuifurahia. Wacha ushauri mume wako vibaya. Hata wako wazuri. Na sikwambia wacha ushauri mume wako vibaya. Amen. Wacha kushauri mume wako. Amen. Atoe mume gani? Ati ile kesi wale waenda watishie. Alafu ikiharibika, si nini? Mbona ulijidai ndio ulimshauri. Okay. Sasa wanawake, hebu andika. Wanawake kuna nataka nikuwapatie picha tu ya wanawake watatu, alafu nikupatie character za wanawake wote.
Mwanamke, okay, mwanamke akiwa ni mzee. Hapa tuko na wazee. Yaani wazee ambao kwa umri, si ndio? Kama miaka ngapi ni mtu mzee? Miaka kama 60, si ndio? Si wako hapa. Sasa ukiwa hapo uko na wajibu. Uko na wajibu kwa sababu hapo ni mahali uko na wakazawana. Kuna vile ambavyo unapaswa. Mwanamke kama ni mzee ama ni elderly. A woman if elderly ako na kazi. Kazi yake hata nataka tuisome kwa maandiko. Timotheo wa pili, Titus 2. Titus 2. Ndio uone saa zingine hizo seminar nafikiri tunafundishwa vitu ambazo hazitusaidii kabisa. Kabisa. Concentrate na vitu ambavyo vina. Tito sura ya 2 mstari wa 3. Alafu Mungu atusaidie tuombe haya mambo ambayo tutakuwa tunayasoma. Tito sura ya 2. Tito sura ya 2 mstari wa 3. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasiwe wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo, bali wafundishao mema. Mstari wa 4. Ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. So mama, kama wewe uko na umri ambao umeendaenda kiasi, pata wakaza mwana, wapaswa wewe jambo la kwanza uishi maisha utakatifu. Kuna mahali pengine nilishangaa mama, wasichana wakija vile wamekuja ushauri, ndio wataongelesha huyo msichana na mwambia, unaona yule kijana alikuwa ananipatia pesa kiasi fulani, unaonaje uende uconnect na yeye. Kanisani sikwambii mambo ya nje. Na wanazalishwa na wako hapo kwa kwaya. Ameshauriwa na nani? Na mama mzee. Mungu atusaidie tusipotoshe watoto wetu. So mama, ukiwa mzee unapaswa kuishi maisha utakatifu na uwe ni mshauri. Uwe mshauri. Mwanamke, kama wewe ni mwanamke mchanga katika ndoa, unapaswa uko na wajibu upende mume wako na upende watoto wako na uwafundishe. Mara nyingi majukumu, nataka tuelewe hivi, baba mara nyingi hana nafasi na ni wachache watakuwa na nafasi ya kufundisha watoto nyumbani. Mama, kwa sababu uko karibu na watoto, ni rahisi kuwafundisha. Uwaambie hapa kwetu, mnajua baba vile anatuambia, msiwe mnakuja hapa usiku, unatilia mkazo yale ya baba. Baba asiseme jambo alafu hiyo ni yake. Sasa unaona huyo mzee nini? Wanatutatiza. Unaambia watoto baba anawatatiza. Haya, mjane. Kama wewe ni mjane, Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4 na mstari wa 3 twende. Timotheo wa kwanza, kama mwanamke mjane. Kwa maana mara nyingi nimenotice ya kwamba kuna mambo ambayo yanaachwa na ndio yanatutatiza. Kwa sababu hapa kwa mfano tuko na mchanganyiko, kuna wachanga na wajane, kuna mashauri ambayo yanapaswa kushauriwa kwa mama wachanga kabisa, wale to laini kabisa. Umewahi kuona ng'ombe anaitwa njao? Yule ni njao, si mkubwa sana, lakini ndio anafundishwa akilima sana, lima ile inaitwa jambo, anaenda hivi. Lakini ng'ombe mzee alima tu taratibu, akiambiwa
analima. Wengine wajui kama ng'ombe analima. Hata kwetu mimi sijailima na ng'ombe, kwa sababu kwetu ukafunga ng'ombe atateremka hivi, atalima, atavunjika miguu, kwa sababu kwetu ni kwa milima. Lakini kwa wale wanajua kulima na ng'ombe, najua wanaelewa ya kwamba huyu ng'ombe mchanga mpaka afundishwe, la sivyo atalima akichukua kona, analima vile anataka. Lakini yule ng'ombe ako na experience ya kulima, hata tayari akiona umeshika ile yoko, anakuja mwenyewe, anasimama, unamwekelea yoko, anafunga, alafu unashika mkia, hata upigi, unashika mkia, alafu anaenda, unamwambia koma, anakoma, anaenda koma, hata uchoki. Lakini huyo mchanga kwa sababu mwingine nilisikia akisema ndoa inakuwa hivi, uliniambia ndoa inakuwa hivi, ndio wako na mwezi mmoja huyo. Sasa umweke na wazee, watamkoroga, kwa sababu ataambiwa wewe sijui nini, umenena maneno ashinda. Sasa hawa sababu wako na experience. Wewe Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 6. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 6. Naongea kuhusu mwanamke. Okay, tunaambiwa tuheshimu wajane ambao ni wajane kweli kweli. Hao ni akina nani? Wajane kweli kweli kulingana na maandiko ni wale wamefikisha miaka 60 kuendelea juu. Sababu hapo hali imeanza kuwa hali, wameanza tu wanaweza kukacha kurahisi bila shida. Wamama wako ama wameenda? Wako. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 6. So, kama wewe ni mjane kweli kweli, uko na huo umri, tutakuheshimu. Lakini tutakuheshimu kama wewe unajiweka kwa heshima. Lakini mjane akiwa na watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe, na kuwalipa wazazi wao, kwa kuwa hili la kubalika mbele za Mungu. Ni watoto wa watunze au wajane, sio ni wajibu. Basi yeye aliye mjane kweli kweli ameachiwa peke yake, huyo amemwekea Mungu tumaini lake, naye hudumu katika maombi na sala mchana na usiku. Kuna huduma sitakwambia jina ya huyo mtumishi kwa sababu sijamuuliza, lakini ni huduma mojawapo ya kubwa katika hii dunia. Kuna watu millions, watu wanakuja kwa kanisa. Na huyo mhubiri ako na wajane, kazi yao ni kuomba. Na ukiwa mgonjwa, hata kama ni ugonjwa upi, unaambiwa enda kwa huo mlima wa wajane wako, unapona tu bure. Sababu wale hawana kazi nyingine, ni kuomba, and they are even given support for that. Amen. Na wako serious, hawana kazi nyingine, kwa maana wao ni wajane kweli kweli, and they are supported to be that. So, lakini nimeshangaa. Unajua shetani hajui. I know Wallet ambaye ni mjane na ni mzee, in fact she's over this age. Lakini yeye anapeleka vijana wadogo raba. Unaelewa raba wewe? Sasa niambie huyo mtu analana ama ni nini? Nini sasa? Unakubali kutumiwa na pepo. Sasa huyo utamheshimu? Huwezi mheshimu kwa sababu tayari ametupa heshima na ameharibu ndoa yake. So wewe usiwe kama huyo. Jiheshimu na wewe utafanya nini? Utaheshimiwa.
Acha nikupatie tabia za wanawake. Tabia za mke mwema. Tabia za mke mwema. Kuna tabia nimezinakili kadhaa, alafu nitamalizia hapo. Wangapi wamenichukia kufikia hapo? Wangapi wamenipenda? Yaani unapenda mtu na tabia moja ya kwanza. Na hizi tabia utazipata katika Proverbs chapter 31 verse 10 to 31. Lakini ndio ufanye research zaidi kusoma maandiko yatakuelekeza zaidi. Tabia ya kwanza character ya kwanza ya mwanamke mwema. Naelewa maandiko yanasema yeye ni wa thamani kuliko mawe na dhahabu. Kumaanisha mwanamke mwema ni wa thamani kubwa sana. Mimi wacha niwaambie ukweli, nawaambie watu wangu wakiwa hapa. Mahali popote ambapo niko katika fellowship yoyote ya wachungaji, imekuwa nikipatia hapa. Hata wale ambao labda niko na wao na wako hapa, shahidi wako hapa, nikupitia hapa. Akienda mahali kwa mkutano, na yeye si nimekwambia ndio alikuwa mchungaji mwanzo. Akienda mahali kwa fellowship, imagine anawaambia bwanangu, anaongelea kunihusu. Mwambie bwanangu anahubiri pamoja naye na akija hapa na mimi hapa mtakata kwa msaada. Fellowship zote ambazo nimeingia, ananinena mazuri, ananisifia kwao. Ndio vile ananiangalia. Unasifia bwanako kwa wapi? Kama unaenda naambia ndugu, sifia, mwambie mke huyu ama unakana, sifia watu mume wako. Sifia watu mume wako. Tabia moja ya mwanamke mwema ni kwamba moyo wa mume wake umuamini. Mume wake anamwamini kutoka kwa moyo wake. Je, ukiwa mahali ulipo, mume wako anakuamini? Anakuamini? Ama ukiwa uko nje, atakuwa moyo wake unafanya kama vile wakuku mgeni. Hajui umetokea wapi ama ni yapi yatakuja, kwa sababu hajui umeongea nini na hujui ni nini. Sema mwanamke mwema, moyo wa mume wake umwamini. Na imagine hapo huo mstari, Biblia inasema kwamba apungukiwe na chochote. Mke mwema, moyo wa mume wake unamwamini. Sikia nikwambie ule kweli, moyo wa mume wako akikuamini, hautakosa mtu mzuri kabisa, na huo ndio ukweli. Utakosa. Mke mwema utendea mume wake yaliyo mazuri maisha yake yote. Mke mwema utendea mume wake yaliyo mazuri wakati wote. Mke mwema utendea mume wake yaliyo mazuri maisha yake yote. Mke mwema uvalia vizuri. Mke mwema uvalia vizuri. Mke mwema uvalia vizuri. Na siku moja nilienda kanisa ingine ndio nilijua wanawake wachanako sana. Wanaweza fanya kitu kusudi kabisa. Na ngoja nikuulize, ukiwa umevalia vizuri unajua kama umevalia vizuri? Bwana asifiwe. Ukiwa umevalia vizuri unaweza kujua umevalia vizuri. Na ukivaa vibaya unaweza kujua umevaa vibaya. Nakumbuka miaka ya kitambo. Na pia utenda matendo mema. Mwanamke mwema utenda matendo mema. Mwanamke mwema ujitunza hata vile anavyojibeba. Tuseme sasa hapa kumekaa wanaume hapa, si ndio? Wanaume hapa wameketi hapa hivi, si ndio? Wameketi.
Miaka ya kitambo hata nilikuwa naona wanawake wanafundishwa upasi kuguza wanaume ukisabu. Keep distance. Keep distance. Unajua mara nyingi tunasema watoto wa siku hizi. Kama kuna watoto wa siku hizi, basi kuna wamama wa siku hizi ambao ni wewe. Ambao wewe ndio umesababisha. Mwanamke mwema anafanya kazi na mikono yake mwenyewe. Ni kumaanisha mwanamke mwema anaweza kujitegemea. Mwanamke mwema hufanya kazi na mikono yake mwenyewe. Hivyo anakula chakula cha jasho yake. Mwanamke mwema. Wengi wetu sijui ya mafundisho yalitoka wapi, ambaye Bwana ndio saa yote ya provide. Mwanamke, afadhali hiyo. Weka uzito mama. Na mimi naelewa. Mwanamke anakula jasho yake. Mwanamke mwema. Na usipojitoa ule jasho yako, itabidi ufanye vitu ambavyo mwanamke mwema. Mwanamke mwema anaamka mapema. Mwanamke huamka mapema. Si maneno yangu yako kwa methali. Mwanamke mwema huamka mapema. Hebu muulize mwenzako unaamkanga saa ngapi? Mimi nakumbuka mama yangu mzazi, wacha nitaje. Ndio hapo nilijulia mwanamke. Akiamka mapema, unasikia anaomba kwa sitting room. Anaombea kila mtoto kwa jina. Anaombea wakwe wote. Anaombea kule walitoka. Kila mtu kwa jina. Alafu sasa anatuita. Tunaomba pamoja. Alafu kazi tulipanga usiku. Kazi tulipanga usiku. Kama baba yuko, kama ake wako, anajua kuna kazi baba alikuwa nayo, so anaacha. Kazi tulikuwa tunapanga usiku. Ukiamka asubuhi baada ya maombi, na ukiamka tayari uji iko ama chai. Na viazi ama nduma. Unaona saa hii hata ukaniweka kazini naweza fanya kazi mpaka chini sana. Bila kuchoka. Kwa sababu mama, usipo chukua wajibu wako ya kucoordinate mambo ya maombi na jinsi wale watoto watakula. Kwa maana wewe ndio unajua. Utakuta kuna vitu utakuwa unasumbuana nazo watu wakiwa wakubwa. Na utaweza. Nimeshangaa juzi kasichana kengine kakona miaka 10 kameambiwa na mama yake. Fulani ukitoka shule njoo usafishe vyombo ndio nikirudi tupike chakula alafu iwe ni rahisi kukula sana. Msichana akajishika hivi. Mama, hiyo ni child abuse. Ni child abuse na naweza kukushtaki. Mtoto miaka 10 na wewe ndio mamake. Na imagine huyo mama hakuna kitu alifanya. Na niambie huyo mtoto kesho atakufanyia nini? Atakufanyia vitu. Tusiache kufanya kazi ya Mungu. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba watoto ndio watakao jibu maadui katika lango. Huyu mtoto wako ukimlea vizuri, atakuja kuletea mume mzuri. Atakuja akuletee kile ambacho amepata kwa sababu ulimlea vizuri. Na utaishi maisha mazuri. Avoid the responsibility yako kabisa. Nimeandika pointi ngapi? Ziko karibu 20 ambazo zitakusaidia. Na kuambia huu mkutano ukienda nyumbani, huyu ako na 5, mwingine ako na 7. Ni ngapi? 7. Haina shida. Mwambie mama haina shida. Tutazipata zote. So, nataka nikupatie hii.
Umeandika hiyo, anaamka mapema na kulisha watu wote wa nyumbani yake, wa nyumbani mwake, na kulisha mpaka wafanyikazi. Niambie huyo mama anategemea kupewa? Mwambie mtu acha kunipotosha.